Mtazamaji wa Sky TV, kama ambavyo unatazama, nipo Sabasaba pa eneo la miti mirefu. Nimekuja kuzungumza na wadau na leo tutakuja kuzungumza nao kuhusiana na mnyama Simba kutinga hatua ya nusu finali michuano ya CAF Confederation Cup, na kama ambavyo tunafahamu Simba anakwenda kukutana na Stellenbosch kutokea pale Afrika ya Kusini. Wadau kama ambavyo unawaona, nimekuja kuzungumza nao tuwasikie wao wanafunguka vipi, wana imani na mnyama au mnyama atafanya kile ambacho alikifanya mpinzani wake Yanga. Jamani, kwema? Mbo fresh? Tuko fresh yani. Sasa sijui tuanze na nani? Nianze na familia. Jamani, kama ambavyo mnafahamu mnyama Simba ametinga hatua ya nusu finali michuano ya CAF Confederation Cup. Kwanza hapa kuna wana Simba wangapi jamani? Wote ni Simba? Mnyama mwingi. Mimi sio Simba. Mimi sio si hami. Sasa kama kawaida. Tuanze na wewe hapo, shabiki wa Yanga. Yanga msimu wa 2023 nyewe mlitinga hatua ya nusu finali, lakini mkatolewa na USM Alger. Sasa mtani wako Simba ametinga katika hatua hii na imekuwa ni kwa muda mrefu, japo wao wanakuambia ilikuwa 1993 lile kombe la washindi walishiriki na wakashinda, lakini baadaye sasa limebadilishwa, sasa hivi linaitwa CAF Confederation Cup ama kombe la shirikisho. Kwanza unazungumziaje kwa hatua hii Simba walioipiga? Hapo Mwaposa ndo kapiga hatua, sio Simba. Mwaposa ndo kawasaidia, sio Simba. Wamshukuru Mwaposa ndo ameomba wamefika, lakini yani lini kombe la Mwaposa naweza kusema hivyo. Wewe uone ufundi ambao wanauonyesha Simba, ukitazama hata mechi yao ambao wamefuzu. Hamna ufundi wote. Kabisa, hamna ufundi, nakataa, hamna ufundi wote. Hamna ufundi wote she. Baya ubwela. Hamna baya ubwela. Ni maombi tu. Kwa hiyo nafasi ya Simba kutinga finali unaiona? Hamna nafasi yote. Hamna nafasi yote ya kutinga. Kama nyie mliweza, wao washindwe kwa sababu zipi? Labda mtegemee Mwaposa tena. Mwaposa fanye yake. Okay. Sawa, huyu ni shabiki wa Yanga mtazamaji, yeye akizungumzia na anasema haioni nafasi ya mtani wake kutinga hatua ya finali. Sasa nizungumze na Simba wenyewe, wana Lunyasi. Haya, unasemaje? Kwanza tuambie unaitwa nani? Isiaka. Isiaka nani? Isiaka Asmani. Isiaka Asumani, tuambie bwana, mnyama Simba ametinga nusu finali na anaenda kukutana na Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Na hii timu ni kwa mara ya kwanza inafika hatua hii. Wewe unaiona wapi kwanza Simba? Simba ni kubwa sana kulikoni chochote unachokitegemea wewe. Sawa, yani sisi ni ubaya mwanzo mwisho yani. Yani hapa tulipoanzia tunakomesha ni mwanzo mwisho. Mpaka finali sisi tunafika. Kipi ambacho kinakufanya wewe uweze kujipapatua na kuongea mbele ya kamera ya Sky TV kusema Simba unaiona finali? Inaonyesha moja kwa moja jinsi tulivyo. Wachezaji, benchi la ufundi, kila kitu kinaonekana. Sawa, wewe pengine katika klabu ya Simba eneo lipi ambalo wewe kwako unaliona ni bora sana na hilo eneo litaenda kuwapatia matokeo? Simba imekamilika kila sehemu, kila kona, mpaka benchi limekamilika. Sawa, tuzungumze na mwingine pia. Vipi? Swali. Wewe ni mwana Simba? Mimi ni mwana Simba damda. Haya, tuambie unajisikiaje kwanza Simba kutinga nusu finali? Mimi nikiangalia kuhusu Simba tuko vizuri sana. Of course. Kiangalia eneo la Mpanzo, akianza mbio zake kule anapelekea wapinzani pressure. Akituma zile cross kibwa kama yupo au Mkwala, najisikiaga furaha sana. Sawa, katika klabu ya Simba pia kuna baadhi ya mapungufu tunayaona, na mwalimu Fadlu Davis ameweza kuyafanyia maboresho hususan kwenye mchezo ambao walicheza dhidi ya Al Masry, tofauti na mchezo wa kwanza. Mchezo wa Benjamin Mkapa kuna kitu tumekiona. Sasa wewe unaona vipi waendapo wataenda kukutana wanaenda kukutana na Stellenbosch? Pengine matarajio yako ama mategemeo yako? Maana hii timu pia imewatoa vigogo Al Masry. Wamewatoa Zamalek bwana. Mimi naangalia ule mfumo aliotumia siku ile ndo aendelee nao ule kwa sababu nikiangalia alivyoanza na Steven Mkwala, kama ile pasi iliyopigwa ile, kama angelikuwa ni Ateba asingeweza kufunga, lakini kwa ubora wa Steven Mkwala aliweza kufunga. Kwa hiyo sasa hivi ni kama wana Simba mnamkataa Lionel Ateba? Hatumkatai, sema ajirekebishe kwa jinsi anavyocheza.
Sawa sawa. Haya, tumalize na mwana Simba mwingine hapa aweze kutuambia yeye anatarajia nini kutoka kwa mnyama Simba. Matarajio yangu mimi kuja na ubingwa kutoka. Hujatuambia unaitwa nani? Naitwa Charles Jumanne Paulo. Mimi matarajio yangu ni kuja na ubingwa moja kwa moja. Kwa mara ya kwanza ubingwa unaleta mimi Tanzania. Ndio. Kwa nini unauona ubingwa unaletwa Tanzania na Simba, na tumeshuhudia huko nyuma mara kadhaa wamekuwa wakishia hatua ya robo finali? Timu nilizopangwa nazo tofauti kabisa na brand ya Simba. Simba imekuwa ni brand kubwa sana, tofauti na hivi vilabu vyote vilivyopangwa navyo vilivyobakia kwenye kombe la shirikisho. Mchezo wa kwanza wa nusu finali Simba anaanzia nyumbani pale Benjamin Mkapa. Baada ya hapo anaenda kumalizia pale Afrika Kusini. Hebu niambie wewe ukiwa ndo mwalimu Fadru, pengine ungependelea kuanza na kikosi kipi labda? Kikosi changu kilichoanza juzi ndo kile kile. Ndio kitakachoanza, ndio kitakachotupa matokeo mazuri. Na imani kubwa Fadru atafanya makubwa zaidi ya aliyofanya juzi. Umewafuatilia wapinzani wa Simba Stellenbosch? Mechi zote mbili nimeangaza na robo finali. Walioanzia nani ugenini, walioanzia nyumbani na ugenini ya juzi zote nimeangalia. Ubora wao baada ya kutazama mechi zao umeona upo eneo lipi hasa? Hamna ubora wote. Simba imezidi kila kitu. Maana kusema Simba mwaka huu ubingwa unakuja nyumbani kwa mara ya kwanza toka soka la nchi Tanzania limeanzishwa. Sawa. Kuna mwananchi mwingine jamani hapa azungumze. Yuko wapi jamani? Mwananchi aje basi azungumze kidogo tu. Mwananchi. Mambo vipi kwanza? Mwananchi dada. Wewe ni nani? Mimi namtafuta mwananchi mmoja jamani. Mbona kama wamekimbia? Huyu hapa Okay, njoo ndugu yangu. Vipi? Uko poa? Niko poa. Unaitwa nani? Naitwa Alan Joseph. Sasa Alan, pengine unaweza ukatuambia Yanga kuna kitu cha kujifunza kutoka kwa Simba? Hapana. Sina kitu cha kujifunza kutoka kwa Simba. Kwa sababu timu ya wananchi ni timu bora sana, ni klabu bora sana hapa Tanzania. Mpaka sasa hivi tunaongoza ligi. Imetokea bahati mbaya tu kutoka kwenye michuano ya kimataifa. Ni kama bahati mbaya imetokea, lakini Yanga ni chama ambalo liko bora sana hapa Tanzania. Lakini inaonyesha Simba wanapofikia katika hizi hatua wanakuwa wanapambana tofauti na Yanga. Yanga hata kuna mchezo dhidi ya MC Alger walitakiwa kupata pointi moja tu ili waweze kutinga hatua inayofuata, lakini nyumbani wakashindwa kufanya hivyo. Ilitokea, lakini ni matokeo ya uwanjani. Ni kama tuseme labda bahati mbaya imetokea, lakini Yanga ilijitahidi kupambana kwa uwezo wake ikafikia pale. Lakini bado Yanga ukirudi tena kwenye soka la Tanzania bado ni bora zaidi kuliko Simba. Unaiombea Simba kufika fainali? Simba wana mchezo mgumu sana zidi ya mechi inayokuja ya tarehe 20. Huo mchezo ni mgumu sana kwa Simba, hawezi kutoboa hiyo mechi. Lakini wamewatoa Zamalek. Wamewatoa Zamalek, yani ni mchezo wa uwanjani. Hayo ni matokeo, lakini kwa kilabu ya Simba sasa hivi sina imani ya kutoboa. Haya bwana, mtazamaji, hao ni mashabiki, lakini pia unaweza ukasema ni wadau wa soka kutokea hapa Sabasaba eneo la Miti Mirefu kama ambavyo tumewasikia, na mengi wamezungumza, na hii ni kuelekea ile nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama Simba anakutana na Stellenbosch ya pale Afrika.